Now, Sasa I want to take this opportunity ngependa nichukue fursa hii to invite Pastor Joyce kumkaribisha mchungaji Joyce to worship Mungu wangu we. Abudu Mungu wangu we. Kweli unanitosha. Kweli unanitosha. Hata mwaka huu Mungu atatutosha. Mungu atatutosha. Hakika the Lord is more than sufficient. Bwana anatutosha tena zaidi. So we have this most precious moment. Basi tuko na wakati wa dhamani tena zaidi. Now to receive the man of God, the mighty prophet. Sasa hivi kumpokea mtumishi wa Mungu nabii. Let us celebrate Jehovah. Hebu tusherehekee Jehova. Everywhere. Kila mahali. Let everyone stand up and celebrate Jesus. Kila mtu asimame amsherehekee Yesu. Man of God, the mighty prophet. Mtumishi wa Mungu nabii mkuu. Welcome. Karibu. Thank you very much. Asante sana mno. Hallelujah. 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 I can see the whole world is here. Ninaweza kuona ulimwengu mzima uko hapa. What a mighty way. Ni njia kuu kiasi gani To bring in the new year. kuleta mwaka mpya. At this time, kwa wakati kama huu, it's important. Ni muhimu mno that every single person kwamba kila mtu mmoja at the crossing of this year, katika kuvuka kwa mwaka huu, crossing, tukivuka from 2015 kutoka mwaka wa 2015 to 2016
kwenda mwaka wa 2016, that people resolve, kwamba watu waamue make certain resolutions kufanya uamuzi fulani and stand by them. na kusimamia misimamo hiyo. Hallelujah. Hallelujah. So let me begin by praying before we proceed with this program. Hivyo basi hebu nianze kwa kuomba kabla tuendeleze ratiba hii. And I may not be able to see the ends of this field, Siwezi kuona mwisho wa uwanja huu, but I was told it's about 90 something acres, lakini 92 acres. niliambiwa ni ekari 92. This in itself is a miracle. Hii yenyewe pekee ni muujiza. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray here as we usher in this new year, Ninataka kuomba hapa tunapoukaribisha mwaka huu mpya, that even in your homes, ya kwamba hata katika maboma yenu, those of you wale wenu who are following this from your living rooms, mnaofuatilia haya kutoka masebuleni mwenu, that you may have the opportunity kwamba mpate fursa to partake of this kushiriki haya and to journey with us na kutembea pamoja nasi in this new tremendous year ahead of us. katika mwaka huu wa ajabu ulioko mbele zetu. Lift up your hands, those who can. Inueni mikono yenu juu, wale ambao mnaweza. Mighty Father, Baba mkuu, Father, look now. Baba tazama sasa, You who is the God of Abraham, wewe uliye Mungu wa Abrahamu, the tremendous God of Isaac, Mungu wa ajabu wa Isaka, the mighty God of Israel. Mungu mkuu wa Israeli. Father, look, you have done a great thing. Baba tazama kwamba umetenda kitu kikubwa. You have safeguarded these people. Umewalinda hawa watu. You have protected these people. Umewalinda hawa watu. Preserve these people Umewahifadhi hawa watu until they have been able to see this new year. hadi wameweza kuona mwaka huu mpya. Father, there are many, many, many people Baba, kuna watu wengi mno who would have longed ambao wangelitamani to see this new year, kuona mwaka huu mpya, but they were not able lakini hawakuwezeshwa because you did not allow them. kwa sababu hukuwaruhusu. Father, look, Baba tazama, you have given us this life umetupatia uzima huu in this new year katika mwaka huu mpya for a purpose. kwa ajili ya kusudi. And I stand before your mighty counsel, Na ninasimama mbele ya shauri lako kuu, the counsel of the Lord God in heaven. shauri la Bwana Mungu mbinguni. And Lord, I plead with you in the mighty name of Jesus, Na Bwana, ninakusihi katika jina kuu la Yesu, that beginning this year, kwamba tangia mwanzo wa mwaka huu you'll make several visits utafanya mtembeleo mwingi into the hearts of these people. katika mioyo ya hawa watu, And you cause these people nawe utawasababisha hawa watu to experience your transforming visitation. wakaweze kukumbana na ule mtembeleo wako wa kubadilisha, The visitation they saw here today, mtembeleo ambao waliuona hapa hivi leo, yesterday, jana, the visitation of the Holy Spirit. mtembeleo wa Roho Mtakatifu, That Lord, even their homes, ya kwamba Bwana hata mabomani mwao, where there has been little doubt mahali ambapo kumekuwa na shaka ndogo on which way to go, ya njia gani ya kuifuata, you will visit these people. utawatembelea hawa watu. I can see you have loved this nation. Ninaweza kuona kwamba kalipenda hili taifa. You have loved the nation of Kenya. Umelipenda taifa la Kenya. You have brought her to this lofty place. Umemleta mahali hapa pa juu, And at this place, na katika mahali hapa you have turned Kenya into a classroom umegeuza Kenya kuwa darasa on the matters of the Lord. ya masuala ya Bwana, And you've assembled the nations na umeyakusanya mataifa
mataifa, so they may learn from Kenya. kwamba wakajifunze tokea Kenya. Love. Wapende, upendo. Love. Upendo. That is love, Jehovah. Huo ni upendo, Yehova. And I ask you, my Lord, Na sasa nakuuliza Bwana wangu, that even as you've raised Kenya to this heavenly place, ya kwamba hata unapoinua Kenya katika mahala hapa paki mbinguni, tafadhali wasishuke. tafadhali wasishuke. Don't allow them to come down. Usiwaruhusu washuke. Allow them to always stay there Ukawaruhusu kila wakati wakadumu pale until the coming of the Messiah. hadi kukuja kwa Masihi. Father, now I pray for the widows of this land, Baba, sasa nawaombea wajane wa nchi hii, the widows of this nation, wajane wa taifa hili, the widows of Africa. wajane wa Afrika. Probably last year, Haswa yawezekana mwaka uliopita they wept so much. walilia sana, They suffered so much. waliteseka mengi. You were there. Ulikuwa pale. Ulikuwa pale, You were there ulikuwa pale when they wept the whole night. walipolia usiku mzima. You were there Ulikuwa pale when they lacked a cup of porridge, wakati walikosa kikombe cha uji, a cup of flour kikombe cha unga with which to prepare porridge. ambacho kwao kuwatayarisha uji. You were still God. Ulikuwa bado ungali Mungu. Mighty Father, Baba mkuu, when they lost their loved ones walipowapoteza wapendwa wao this past year, huu mwaka uliopita, sometimes they had no fare to go to hospitals. wakati mwingine hawakuwa na nauli ya kwenda hospitalini. You were there. Ulikuwa pale, You are God. ulikuwa Mungu. Lord, I plead with you this year Bwana, ninakusihi mwaka huu that you may bring remission. kwamba ukalete utwalizi, You may bring help to the widows of this land ukalete msaada kwa wajane wa nchi hii and the widows of the nations that are tuned in by television tonight. na wajane ambao wa mataifa ambao wanasikiliza kupitia masafa ya runinga. You said, Jehovah, Ulisema Yehova that you are the God of the widows, kwamba wewe ndiwe Mungu wa wajane, my Father and my Lord, baba yangu na Bwana wangu, my God and my Master. Mungu wangu na Bwana wangu. Remove the widows from shame Ukawaondoe wajane kwa aibu and provide for them this year. na ukawatwalie mwaka huu. Put a smile on the faces of the poor. Weka tabasamu katika nyuso za maskini. Father, remember the orphans Baba, wakumbuke mayatima in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu, where they had no comfort, mahali ambapo hakukuwa na kufarijiwa, where all the relatives had run away mahali ambapo watu wao walikuwa wametoroka wote and seemingly they remained alone. na wao wakabaki peke yao. Mighty God of heaven, Mungu mkuu wa mbinguni, please, tafadhali, tafadhali remember the orphans, wakumbuke mayatima, those that have not vision. wale ambao hawana karo. Help them, my Father, Wasaidie Baba yangu, that they too may go to school kwamba wao pia wapate kwenda and shuleni be able to read na waweze kusoma and read your word na kusoma neno and lako prepare na kushughulikiwa for the coming of the Messiah. na kujiandaa kwa sababu ya kukuja kwa Masihi. Father, now I present the nation of Kenya. Baba, sasa nawasilisha taifa la Kenya After the widows and the orphans, baada ya wajane na mayatima. now I have the privilege, Jehovah, Sasa ninayo tunku Yehova of presenting the nation of Kenya. ya kuwasilisha taifa la Kenya, But in this year 2016, ya kwamba mwaka huu 2016 I decree peace, ninatangaza amani, peace, amani, peace, amani, peace, amani, peace in this land. amani katika nchi hii. Lord, the land you love, Bwana, nchi unayoipenda, the land of revival, nchi ya uvuvio, the land of your visitation. nchi ya mtembeleo wako. I decree the peace of God Ninatangaza amani ya Mungu over this land juu ya nchi hii in this new year. katika mwaka huu mpya. Father, I stand before your mighty council. Baba, nasimama mbele ya shauri lako kuu. You always bring me before your council, Kila mara unanileta mbele ya shauri lako and you instruct me with your sharp words, na unaniagiza na maneno yako makali, and your voice crumbles my heart. na sauti yako inayeyusha moyo wangu. Mighty Father, Baba mkuu, I stand at this place ninasimama mahali hapa in awe and fear of you, katika hali ya kutetema na and kukuogopa, I decree, my Father, na ninatangaza Baba yangu that the might of
your authority kwamba ukuu wa mamlaka yako will throb in this land. itaendelea katika nchi hii. I decree peace Ninatangaza amani beginning from Kisumu, kuanzia Kisumu, this blessed county, hii jimbo lililobarikiwa, and you continue all over this land na uendelee kote kote katika nchi hii. throughout Kericho. Kupitia Kericho You'll enter Narok, utaingia Narok, and you enter Nairobi, na utaingia Nairobi, Central Province. mkoa wa kati, You'll enter Eastern, utaingia mkoa wa mashariki, Northeastern. mkoa wa kaskazini You'll mashariki. cover the ends of this land Utafunika miisho ya dunia with hii ya the nchi peace of God na amani ya Mungu that surpasses human knowledge, ipitayo fahamu za kibinadamu, that in this year ya kwamba katika mwaka huu they would know watajua that Jehovah, ya kwamba Yehova, you have travailed unto their peace. wewe umeleta amani yao, You have made a move to love them, umefanya hatua ya kuwapenda, to meet them, kukutana nao, to keep the revival running in the land, kuhifadhi uvuvio ukiendelea kukimbia katika nchi, for the sake of the glory of Jesus kwa ajili ya utukufu wa Yesu that you've so much beheld in this place. ambayo kwa kweli umeleta katika mahali hapa. Mighty Father, Baba mkuu, we are standing in this county, tunasimama katika jimbo hili, the county of Kisumu, jimbo la Kisumu, and from this place, Lord, na kutokea mahali hapa Bwana, I now begin to pray for the leadership of this nation, sasa ninaanza kuombea uongozi wa taifa hili, that Lord, in this year, ya kwamba Bwana mwaka huu you draw them closer to Jesus. utawavuta karibu na Yesu, You minister to them, Lord. utawahudumia Bwana. Lord, Bwana, we know that you are the overriding ruler. tunajua kwamba wewe ndiye kiongozi juu ya wote, You are the incontestable King, wewe ndiye mfalme usiyepingwa and the King of all their hearts. na mfalme wa mioyo yao yote. May you prevail over the hearts of the leaders of this land, Hebu ukatawale juu ya mioyo ya viongozi wa nchi hii, and open their eyes, na ukafumbue macho yao, that they may see this revival, kwamba wapate kuona uvuvio huu, that they may see that the nations, kwamba wapate kuona kwamba mataifa, this is the revival huu ni uvuvio that they seek ambao wanatafuta day and night, usiku na mchana, that the nations kwamba mataifa keep trooping here, ya wanaendelea kukuja hapa, not because Kenya si kwa sababu Kenya is wealthy, iko na mali, not because si Kenya kwa sababu Kenya is a politically correct nation, ni taifa ambalo limesimama wima kisiasa, not because Kenya si kwa sababu Kenya is highly developed, imeendelea sana, but Lord, they keep coming lakini Bwana wanaendelea kuja because of the treasure you've deposited here, kwa sababu ya hazina ambayo umeiweka hapa, the treasure above all treasures, hazina juu ya hazina the zote, treasure of the end revival. hazina ya uvuvio wa nyakati za So mwisho. may you open the eyes of the leaders Hivyo basi ukafungue macho ya viongozi of this land, wa nchi hii, that they may embrace this ya revival kwamba wakakumbatie uvuvio huu and continue to exalt it to greater heights. na wakaendelea kuikweza katika nyanja za juu. Lord, I ask on this day Bwana, ninakuuliza katika siku hii that at this opportunity ya kwamba katika tunuku hii you may also help our security forces, ukasaidie pia vikosi vyetu vya kiusalama, that they may continue the work, wa kwamba wakaendeleze kazi, the travail ile kazi ya kukesha, of keeping watch, ya kulinda, of preserving the land ya kuhifadhi nchi away from the enemies of the gospel, kando na maadui wa Injili, away from the enemies of your people. kando na maadui ya watu wako. Lord, fortify them, Bwana, ukawalinde, strengthen them, ukawatie nguvu, that the weapons formed by man kwamba silaha zilizoumbwa na wanadamu may be dismantled here tonight, zikaharibiwe hapa usiku wa leo, that they too, security forces, kwamba wale vile vikosi vya ulinzi may come home as fathers, wakarudi nyumbani kama baba, may come home as mothers, wakarudi nyumbani kama mama, may come home as sisters wakarudi nyumbani kama dada and brothers na ndugu and aunties na and uncles na
mjomba, that they too kwamba wao pia may come home to their families. wakarejea nyumbani kwa jamii zao. Mighty Father, Baba mkuu, I am praying for the church in this land. ninaombea kanisa katika nchi hii, The church that is far from idol worship. kanisa ambalo liko mbali na uabudu wa sanamu, The church that is far from the gospel of prosperity. kanisa lililo mbali na injili ya ufanisi, The church that has embraced this message. kanisa ambalo limekumbatia ujumbe huu: Repentance, kutoba, righteousness, uhaki, holiness. utakatifu, Prepare the way. kujia The kuandaa coming of the Messiah. kuja kwa Masihi. Lord, continue to strengthen this church. Bwana, endelea kulitia nguvu hili kanisa, That this nation kwamba hili taifa may continue to glow. likaendelea kukua, That other nations kwamba mataifa mengine may continue to come and fetch the fire. yaendelee kuja na kuchota moto. Mighty Father, Baba mkuu, the hospitals, hospitali, remember the sick. kumbuka wagonjwa. Mighty Father, Baba mkuu, the doctors, madaktari, the nurses. wale wa wauguzi. Mighty Father, Baba mkuu, the teachers. walimu. Mighty Father, Baba mkuu, the roads of this land, nchi za barabara za nchi hii, mabarabara za Kenya, mabarabara za Kenya, that you may continue to watch your people. kwamba ukaendelee kuwalinda watu wako. Mighty Father, Baba mkuu, I pray that this year ninaomba kwamba mwaka huu you will open the heavens in this land, utafungua mbingu katika nchi that it hii, will rain in this land, kwamba itanyesha katika nchi that they hii, will make harvest in this land, kwamba kutakuwa na mavuno katika and nchi that the hii, poor people may wear the smile, kwamba watu maskini wapate kuwa na that they tabasamu, may never be put to shame. kwamba wasije wakaibishwa, That in this land kwamba katika nchi hii you provide fodder, utawatwalia chakula, fodder for their animals. utawatwalia chakula cha wanyama, That in this land, kwamba katika nchi hii this year Jehovah will provide. mwaka huu Yehova atatutwalia, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Precious Father, Baba wa dhamani, I'm praying for the soldiers in Somalia, ninaombea wale wanajeshi walioko that Somalia, you may preserve them, Lord. kwamba ukawahifadhi Bwana, Protect them, Father. ukawalinde Baba, Cover them with the shield of your glory, ukawafunike na ngao ya utukufu wako, that they may come back home kwamba wakarejea nyumbani, again as fathers, warudi wakiwa kama baba, mothers, kama mama, sisters, kama dada, brothers, wandugu, uncles, wajomba, family people. watu wa jamii. Mighty Father, Baba mkuu, I decree now ninatangaza sasa hivi that these words kwamba maneno haya I have spoken nimeyanena will come to pass yatakuja in the kutimia mighty name of Jesus. katika jina kuu la And Yesu, all the other facets of this land, na sehemu zingine za nchi hii, that Lord, ya kwamba you Bwana will help this land utasaidia nchi hii this year, mwaka huu, the year 2016, mwaka wa 2016, that this land kwamba nchi hii may be known ikajulikane as the land of the end revival, kama nchi ya uvuvio wa nyakati za mwisho, that the land of righteousness kwamba nchi ya uhaki may be the name for Kenya, likawe ndilo jina la Kenya, that in renaming this land, ya kwamba katika kutaja jina la nchi hii, the land of righteousness, nchi ya uhaki, you clean out corruption utasafisha ufisadi in this land, katika nchi hii, that in this place kwamba mahali hapa the glory of the Lord utukufu wa Bwana will continue to throb utaendelea kung'aa in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen Amen and amen. na amina. Hallelujah, Haleluya, hallelujah, haleluya, hallelujah, haleluya, hallelujah. haleluya. Thank you, Asante, thank you. asante. I bless you, Your Excellency, the Governor. Ninakubariki mheshimiwa gavana, I bless your leadership. nabariki uongozi wako. Surely the Lord has unveiled wisdom to you, Kwa hakika Bwana amefunua hekima kwako, because it's not many times kwa sababu si mara nyingi that you find political leaders kwamba upate viongozi wa kisiasa that can speak so much wisdom ambao wanaweza wakaongea hekima nyingi that you have spoken since you came here today. ambayo umenena tangia ulipokuja hapa hivi leo. Remember, the Bible says, Kumbuka Biblia inasema, for it is kwa kuwa ni the fear of God hofu ya Mungu, that is wisdom. hiyo ndiyo hekima. And that's why I will pray for you, Na ndio sababu nitakuombea
and continue praying for you this year, na kuendelea kukuombea mwaka huu, that you may continue charting the benchmark kwamba ukaendelee kutia alama of the fear of God ya hofu ya Mungu as the standard of leadership, kama kiwango cha uongozi. not only here, Sio hapa tu, that it may go all over, ya kwamba ikakwende kote kote, that the words of God, kwamba maneno ya Mungu, the words of wisdom, maneno ya hekima, the words of temor de Dios, the fear of God, maneno ya hofu ya Mungu may continue coming from your tongue. yakaendelee kutoka katika ulimi wako. As you know, Unavyojua, there is no better way to lead your people hakuna njia bora ya kuwaongoza watu wako than to lead them under the wisdom of God. kuliko kuwaongoza chini ya hekima ya Mungu. And so I stand here today, Na hivyo basi nasimama hapa hivi leo, and we are on national TV, na tuko moja kwa moja katika runinga ya kitaifa, and I bless your leadership, na ninabariki uongozi wako, and bless your leadership, na kubariki uongozi wako, and bless it at that na time. kuibariki mara ya tatu, And I turn now to TV, na kugeuka kwa runinga sasa, and I bless all those governors out there na ninawabariki magavana wote kule nje that will seek the fear of God this year. ambao watatafuta hofu ya Mungu mwaka huu. I bless this nation Ninabariki taifa hili in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu, with my sharp, terrible prophetic tongue. na ulimi wangu mkali utishao wa kiunabii, And so it shall be, na hivyo ndivyo itakavyokuwa according to the words of my tongue, kulingana na maneno yangu ya kinywa, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. It's over. Imekwisha. Can somebody be near to worship? Je, mtu anaweza kuwa karibu ili apate kuabudu? We were meant to worship. Tuliumbwa kuabudu. I know Joyce will be near here. Najua Joyce atakuwa hapa karibu. Can you sit down for a moment? I share just a little thing. Je, mnaweza keti kidogo nishiriki kitu kidogo? I know Ninajua that many of you are in your houses kwamba wengi wenu mko masebuleni mwenu, and your homes, katika maboma yenu, and probably this past year na haswa sana mwaka huu uliopita may not have been that easy. huenda haukuwa hivyo rahisi. As you are aware, Kama vile mjuavyo, for as long as we are still on this earth, ili mradi tupo katika dunia hii, we are still gripped. bado tunashikana, We find ourselves tunajipata wenyewe dealing with the wrangles of life, tukikubaliana na msukosuko wa maisha, tukikumbatiana. tukikumbatiana. We find ourselves dealing with the wrangles of life, Tunajipata tukikumbatiana na msukosuko wa maisha, the contestations of this world, yale mabishano ya ulimwengu huu, the sorrows of this world. huzuni za ulimwengu huu. And so that may have been your story this past Na year. huenda hiyo ndio imekuwa hadithi yako mwaka uliopita, But this past year, lakini mwaka huu uliopita, this past day, hii siku ambayo imepita, December 31st, Disemba tarehe 31, the year 2015, mwaka wa 2015, we witnessed tulishuhudia an unparalleled visitation here. utembeleo usioweza kusawazishwa hapa. There were so many cripples walking here. Kulikuwa na viwete wengi wakitembea hapa, I could not reach them all. singeweza kuwafikia wote. The little babies that were born crippled, Watoto wachanga wadogo waliozaliwa viwete they got up walisimama and walked in our eyes here today. na wakatembea machoni petu hapa hii leo, Yesterday. jana. And those babies that could not speak, Na wale watoto ambao wangeweza kuongea, they took microphones and began to learn new words to sing. wakachukua kipaza sauti wakaanza kujifunza njia mpya za The kuimba. deaf ears opened live on camera here. Masikio ya viziwi yalifunguka moja kwa moja katika kamera hapa. And many more healings, many lunatics Na uponyaji mwingi mwingineo vya wale wenda wazimu wengi set free, wakawekwa huru, tumors dissolved. uvimbe ukayeyuka. The senior government doctors are here. Wale madaktari wa ngazi za juu wa serikali wako hapa, They behold the testimony. walishuhudia hizo shuhuda. Saa hizi vile naongea wana testimony Saa hizi vile navyoongea wako na shuhuda of one of the cases of HIV AIDS that has been healed. ya mojawapo ya kesi ya virusi vya gonjwa la ukimwi ambayo imeponywa. And I can go on and on and on and on and on Na ninaweza nikaendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea to enumerate kuelezea what the Lord has done in this land. kile ambacho Bwana ametenda katika nchi But I hii. want to bring it to you in your
blessed home lakini ningependa kuwaleteni katika masebuleni mwenu on this day, katika siku hii, that when the Lord does such things in a land, ya kwamba wakati Bwana anapotenda mambo kama hayo katika nchi, these mighty miracles, hii miujiza mikuu, they are meant to evangelize to us. inasababishwa kutufanyia uinjilisti, They are meant to speak to your hearts. inasababishwa kuzungumza na mioyo yenu. And that's why I said Na ndio sababu nikasema that maybe your story of the past year kwamba huenda hadithi ya mwaka wako uliopita may not have been good. huenda haukuwa mzuri. Maybe it was divorce in that family. Labda kulikuwa na talaka katika hiyo jamii. Maybe the doctor said, now you have HIV. Labda madaktari walisema sasa una virusi vya gonjwa la ukimwi. Maybe it's a cancer. Labda ni saratani. Maybe you gave birth to a blind baby. Labda ulimzaa mtoto kipofu. Maybe you lost your job and your house. Labda ulipoteza kazi yako na nyumba yako. I want to say this to you at the beginning of this new year. Ninataka niseme haya kwako mwanzoni pa mwaka huu, That the Lord has testified here in a mighty way, kwamba Bwana ameshuhudia hapa katika njia kuu, in the tremendous visitation of His healings. katika mtembeleo wa ajabu uponyaji wake. So yes indeed, Kwa hivyo kwa kweli ndio this year 2016, mwaka huu wa 2016 there is a way. kunayo njia. The Lord now can change that story Bwana sasa aweza badilisha hiyo hadithi and give you another story. na kukupatia hadithi nyingineyo. This year, Mwaka huu 2016. mwaka wa 2016, And remember, nakumbuka it all begins with that innocent baby step. inaanzia na hizo hatua za kitoto. Yote huwa huanza na ile hatua ya kitoto Yote huanza na hiyo hatua ya kitoto of receiving Jesus ya kumpokea Yesu in your heart. katika moyo wako. We saw even a Muslim girl whose blind eyes opened here. Tuliona hata msichana wa Kiislamu ambaye macho yake yalifunguka hapa. So this is beyond religion. Kwa hivyo hii ni zaidi ya dini. This is about developing a personal relationship Hii inahusiana na kuendeleza uhusiano wa kibinafsi with your Creator. na muumbaji wako. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. So this year, Kwa hivyo mwaka huu, my prayer to you in your home ombi langu kwa maboma yenu is that where there was shame, ni kwamba mahali kulikokuwa na aibu, the Lord may now cover you. Bwana sasa akufunike. That where there was lack, Kwamba mahali kulikuwa na ukosefu, the Lord may now provide the spiritual needs, Bwana sasa akakutwalie mahitaji ya kiroho, the righteousness of the word. uhaki wa neno, That after that, ya kwamba baada ya hiyo everything else may be a bonus unto your life. kila kitu kinginecho kikakuwa nyongeza maishani mwako. Listen to me, precious people of Kenya and beyond, Nisikilizeni watu wa dhamani wa Kenya na zaidi, and all the nations tuned in here, na mataifa yote yaliyoko hapa, the nations that are watching this by web streaming, mataifa yanayotazama hii by web streaming, kwa kupitia kupeperushwa kwa mtandao, the nations that are represented here. mataifa yaliyowakilishwa hapa. I am blessing Kenya this year Ninabariki Kenya mwaka huu with my sharp, terrible prophetic tongue, na ulimi wangu mkali utishao wa kiunabii, that as I stand here from Kisumu, kwamba ninaposimama hapa tokea Kisumu pronouncing the blessings of God, nikitangaza baraka za Mungu, that this will resonate into your nation, kwamba hii itaendea katika mataifa yenu, that the Lord may now be vividly present in your home. kwamba Bwana sasa akatembelee maboma yenu. Maybe you are a leader Huenda wewe ni kiongozi of a nation wa taifa and you've been wondering which way to go, na umekuwa ukishangaa ni njia ipi ya kufuata, which God to worship. ni Mungu yupi wa kumwabudu. Today, Leo it has been resolved here ameamua hapa that the God that heals them here kwamba Mungu anayewaponya hapa and makes cripples get up and walk for free, na kusababisha viwete wasimame na watembee bure, that God will be worshipped. kwamba huyo Mungu ataabudiwa. So my prayer to you as leaders Kwa hivyo ombi langu kwenu kama viongozi and the people of Kenya, na watu wa Kenya, people of Uganda, watu wa Uganda, the people of the neighborhood, watu wa ujirani, the region,
maeneo. My prayer to you is this, Ombi langu kwenu ndilo that hili, in this year kwamba katika mwaka huu you may seek the Lord, mkamtafute Bwana, that in seeking Him kwamba katika kumtafuta He may draw near to you akasongee karibu kwenyu and reveal to you deeper things about the Messiah, na kuwafunulia mambo ya vilindini kuhusiana na Masihi, and then visit you na kuwatembelea and transform your lives, na kubadilisha maisha yenu, transform your nations, kubadilisha mataifa yenu, transform your leadership, kubadilisha uongozi wenu, even your families. hata familia zenu. Those of you Wale wenu who did not even have fare for hospitals, ambao hata hawakuwa na nauli ya kwenda now the hospitali, healer of all healers, sasa mponyaji wa waponyaji wote, He has unleashed open heavens here. ameachilia mbingu zilizo wazi hapa. Remission has come. Sasa uhuru umefika In the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu. I bless you, Kenya, today. Ninawabariki Kenya leo hii. I bless you, the families of Kenya. Ninabariki jamii za Kenya. I bless you, the families all over the world tuned in. Ninabariki familia kote kote ulimwenguni I bless zinazotazama. the mighty pastors and bishops who have come from many nations here. Ninabariki maaskofu na wachungaji ambao wametoka mataifa mengi hapa. This year, Mwaka huu 2016, 2016, may you walk with the Lord hebu mkatembee na Bwana in a holy walk. katika mtembeo mtakatifu, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. And so it shall be, Na hivyo ndivyo itakavyokuwa according the words of my tongue. kulingana na maneno ya kinywa changu. Amen. Amen. Thank you. Asante. Just wait there. Ngojea tu Thank you pale. so much. Asante mno. Standing up on your feet, I know some of you were a bit tired. Mkisimama miguuni penu, najua baadhi yenu mlikuwa mmechoka kiasi. We're going to worship, Tunaenda kuabudu, that we may bring worship into their homes, kwamba tukalete ibada katika maboma yao, to your nations. katika mataifa yenu. What a mighty way to begin the new year, Ni njia kuu kiasi gani kuanza mwaka mpya with the visitation of the Lord. na mtembeleo wa Bwana. Thank you very much. Asanteni mno. Pastor Joyce. Mchungaji Joyce.